Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Leo ni siku nyingine tumeweza kukutana hapa, kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba baada ya kufika kule nchini Tunisia, wakiendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenda kumkabili Esperance de Tunis katika mchezo wa hatua ya tatu, hatua ya makundi. Simba wamekamilisha usajili mchezaji kutoka huko nchini Ivory Coast, anaitwa Alain Oura Aniseit, raia kutoka Ivory Coast. Simba wamekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji kutoka Ivory Coast. Ni mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, na kama unavyomtazama kwenye TV yako hapo unamuona ni mchezaji ambaye Simba anaenda kwenda kunufaika kwa sababu moja ama nyingine. Oura ni mchezaji ambaye mwenye kutumia miguu yote. Umri wake pia unaridhisha kwa maana kwamba ana umri wa miaka 26. Amezaliwa mwaka 1999 na ni moja kati ya wachezaji bora kweli kweli. Kocha Steve Barker amejaribu kukitazama kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba, maeneo gani ambayo yanapaswa kwenda kufanyiwa maboresho. Anaondoa viungo washambuliaji ambao ni viungo washambuliaji kutoka katika eneo la pembeni. Ukijaribu kumtazama Joshua Mutale Budo, na ukijaribu kumtazama anaitwa Alain Oura Aniseit, ni moja kati ya wachezaji bora kweli kweli. Alain Oura aliwahi kuitumikia klabu ya ASEC Mimosas pale nchini Ivory Coast, lakini pia Alain Oura aliweza kushiriki michuano ya AFCON ya vijana under 23 kwa maana kwamba miaka 23, chini ya miaka 23 kuweza kuchukua taji hilo. Alain Oura ni moja kati ya wachezaji bora kweli, na ukumbuke kwamba kocha Steve Barker aliwahi kwenda kumtumia katika kikosi chake cha Stellenbosch pale nchini Afrika ya Kusini. Ukijaribu kutazama kocha Steve Barker amejaribu kwenda kukiimarisha kikosi hiko cha Simba na kujaribu kuwaita ama kuwarudisha wale wachezaji ambao alikuwa akiwatumia katika ligi pale nchini PSL Afrika ya Kusini. Alain Oura, nilikwambia mara kwanza, umri wake pia inawezekana ikawa ni moja kati ya project bora kweli kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, akiwa na umri wa miaka 26, lakini pia amesaini mkataba wa miaka 3. Simba, ukijaribu kutazama kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba, maeneo gani ambayo yanahitajika kwenda kufanyiwa maboresho. Kocha Steve Barker amejaribu kukitazama kikosi hiko cha Simba na anajaribu kwenda kukifanyia maboresho. Ziko taarifa zikieleza kwamba Alain Oura naye pia ataungana na kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kilichopo kule nchini Tunisia baada tu ya kuweza kusafiri siku ya jana majira ya alfajiri, siku ya jana, na kufika kule majira ya saa 3 mpaka saa 4 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Lakini pia Simba bwana, kipindi jana wakiwa njiani kuelekea kule nchini Tunisia, waliweza kuwekwa katika airport pale nchini Tunisia takriban ya masaa 2 mpaka masaa 3. Sababu zilizoweza kupelekea kikosi hiko cha Simba baada ya kufika pale nchini Tunisia kuwekwa muda mrefu katika airport na wale uhamiaji, sababu ambazo walizokuwa wakizieleza ama walizokuwa wakiorodhesha ni kuchelewa kwa kuweza kuripoti katika uwanja wa ndege hiyo. Lakini cha ajabu, Simba baada tu ya kuwasili katika airport pale nchini Tunisia, wao pia wale ambao walikuwa wamesafiri na ndege hiyo ambayo Simba walikuwa wamepanda walikuwa wakikaguliwa kwa haraka zaidi, lakini Simba ilionekana kama vile kucheleweshwa kwa muda mrefu kweli. Sababu ambazo walizokuwa wameziainisha wale uhamiaji pale nchini Tunisia ni sababu ambazo zisizokuwa na mashiko, lakini kubwa, Simba waliweza kufanikiwa pale kutoka pale katika uwanja wa ndege na kufika katika hoteli ambayo Simba walikuwa wamechukua, na ziko taarifa kwamba Simba hoteli ambayo walikuwa wamefikia ni karibu kabisa
na uwanja wa mpira ambao uwanja huo utaenda kutumika katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ziko taarifa zikieleza kwamba Simba figisu ambazo wanazofanyiwa kule nchini Tunisia ni figisu ambazo sio za kiungwana, lakini Simba kutokana wana historia nzuri sana la soka barani Afrika, kutembea katika mataifa mbalimbali ambayo pia waliweza kukumbana na changamoto za aina hizo. Lakini ziko taarifa zikieleza kwamba kupitia mratibu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Abbas Ali, Simba waliweza kutoa oda ya kiwanja cha mazoezi. Kiwanja hicho cha kwanza kabisa kilikuwa ni kiwanja ambacho kilikuwa kimefuata utaratibu na ubora wa nyasi, lakini baada tu ya Simba kuwasili siku ya jana, zilikuwa taarifa kwamba kiwanja hiko Simba wamebadilishiwa pale ambapo walipokuwa wameomba, wameweza kwenda katika kiwanja kingine. Ni kama vile wanajaribu kuchezwa na akili, kuondolewa mchezoni, ni kwa sababu tu ya kuelekea katika mchezo huu. Lakini pia ukijaribu kukitazama kikosi cha Esperance de Tunis ni moja kati ya kikosi bora, lakini pia mchezo wao wa kwanza nao pia wameweza kutoa sare, na mpaka hivi sasa Esperance nao pia wakiwa na alama 2. Kwa hiyo Simba wanafanyiwa fikisu za aina hizi ili tu kuondoa mchezoni na kuweza kuzinyakua hizo alama 3. Na ukumbuke michezo miwili kwa upande wa Esperance wana pointi 2, lakini Simba wao hawana pointi hata moja. Kwa hiyo unawaelewa kabisa Esperance de Tunis wanafanya hivi ni kwa sababu ya aina gani. Kama watapata matokeo ya pointi 3, basi watakuwa na alama 5, na alama hizo 5 zitakuwa ni moja kati ya alama nzuri, na huenda wakawa wamejiweka katika upande mzuri kweli kweli, kwani kiongozi ama kinara wa kundi hilo ni Petro Atletico de Luanda, wao wakiwa na alama 4. Mchezo wa kwanza waliweza kupata alama 3 na mchezo wa pili waliweza kutoa sare dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo kama Esperance atapata matokeo na hizi fitina ambazo wanazojaribu kuzifanya ama kuwafanyia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unawaelewa kabisa kitu pekee ambacho wanachokihitaji ni kupata alama 3. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinachoendelea kule nchini Tunisia, na Simba leo asubuhi ya hii leo wanatarajia kufanya mazoezi kuelekea ama kufanya maandalizi kwa sababu ya mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamefika jana usiku, lakini asubuhi ya hii leo wanatarajia kuanza mazoezi session ya kwanza. Kocha Steve Becker ameeleza kwamba hahitaji muda wa kupoteza, lakini kubwa kuliko Simba wamefanikiwa kukamilisha usajili, anaitwa Allen Oura Aniseti kutoka pale taifa la Ivory Coast, kumondoa Joshua Mutale Budo kwenye kikosi hiko cha Simba na kumleta mchezaji wa aina hii. Na waona kabisa Simba project yao kwa upande wa kocha Steve Becker nini ambacho anachokitamani, kwa sababu ukijaribu kutazama ubora wake, ukijaribu kutazama uwezo, lakini pia ukijaribu ametoka katika misingi ya kulisakata kabumbu, akademi ambayo alikuwa ametokea Allen Oura kutoka pale taifa la Ivory Coast. Moja kati ya club ambayo aliwahi kuitumikia ni klabu ya ASEC Mimosas. Ametokea pale academy yake, makuzi yake ya kulisakata kabumbu ametokea pale, kwa maana kwamba Tunisia kuwekwa muda mrefu katika airport na wale uhamiaji, sababu ambazo walizokuwa wakizieleza ama walizokuwa wakiorodhesha ni kuchelewa kwa kuweza kuripoti katika uwanja wa ndege hiyo. Lakini cha ajabu, Simba baada tu ya kuwasili katika airport pale nchini Tunisia, wao pia wale ambao walikuwa wamesafiri na ndege hiyo ambayo Simba walikuwa wamepanda walikuwa wakikaguliwa kwa haraka zaidi, lakini Simba ilionekana kama vile kucheleweshwa kwa muda mrefu kweli. Sababu ambazo walizokuwa wameziainisha wale uhamiaji pale nchini Tunisia ni sababu ambazo zisizokuwa na mashiko, lakini kubwa Simba waliweza kufanikiwa pale, kutoka pale katika uwanja wa ndege na kufika katika hoteli ambayo Simba walikuwa wamechukua. Na ziko taarifa kwamba Simba hoteli ambayo walikuwa wamefikia ni karibu kabisa na uwanja wa mpira, ambao uwanja huo utaenda
kutumika katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ziko taarifa zikieleza kwamba Simba figisu ambazo wanazofanyiwa kule nchini Tunisia ni figisu ambazo sio za kiungwana, lakini Simba kutokana wana historia nzuri sana la soka barani Afrika, kutembea katika mataifa mbalimbali ambayo pia waliweza kukumbana na changamoto za aina hizo. Lakini ziko taarifa zikieleza kwamba kupitia mratibu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Abbas Ali, Simba waliweza kutoa oda ya kiwanja cha mazoezi. Kiwanja hicho cha kwanza kabisa kilikuwa ni kiwanja ambacho kilikuwa kimefuata utaratibu na ubora wa nyasi. Lakini baada tu ya Simba kuwasili siku ya jana, zilikuwa taarifa kwamba kiwanja hiko Simba wamebadilishiwa, pale ambapo walipokuwa wameomba wameweza kwenda katika kiwanja kingine. Ni kama vile wanajaribu kuchezwa na akili, kuondolewa mchezoni. Ni kwa sababu tu ya kuelekea katika mchezo huu. Lakini pia ukijaribu kukitazama kikosi cha Esperance de Tunis ni moja kati ya kikosi bora, lakini pia mchezo wa kwanza nao pia wameweza kutoa sare, na mpaka hivi sasa Esperance nao pia wakiwa na alama 2. Kwa hiyo Simba wanafanywa figisu za aina hizi ili tu kuondoa mchezoni na kuweza kuzinyakua hizo alama 3. Na ukumbuke michezo miwili kwa upande wa Esperance wana pointi 2, lakini Simba wao hawana pointi hata moja. Kwa hiyo unawaelewa kabisa Esperance de Tunis wanafanya hivi ni kwa sababu ya aina gani. Kama watapata matokeo ya pointi 3, basi watakuwa na alama 5, na alama hizo 5 zitakuwa ni moja kati ya alama nzuri, na huenda wakawa wamejiweka katika upande mzuri kweli kweli, kwani kiongozi ama kinara wa kundi hilo ni Petro Atletico de Luanda, wao wakiwa na alama 4. Mchezo wa kwanza waliweza kupata alama 3, na mchezo wa pili waliweza kutoa sare dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo kama Esperance atapata matokeo na hizi fitina ambazo wanazojaribu kuzifanya ama kuwafanyia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unawaelewa kabisa kitu pekee ambacho wanachokihitaji ni kupata alama 3. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinachoendelea kule nchini Tunisia, na Simba leo asubuhi ya hii leo wanatarajia kufanya mazoezi kuelekea ama kufanya maandalizi kwa sababu ya mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamefika jana usiku, lakini asubuhi ya hii leo wanatarajia kuanza mazoezi session ya kwanza. Kocha Steve Becker ameeleza kwamba hahitaji muda wa kupoteza. Lakini kubwa kuliko, Simba wamefanikiwa kukamilisha usajili, anaitwa Allen Oura Aniseti kutoka pale taifa la Ivory Coast, kumondoa Joshua Mutale Budo kwenye kikosi hiko cha Simba na kumleta mchezaji wa aina hii. Na waona kabisa Simba project yao kwa upande wa kocha Steve Becker nini ambacho anachokitamani, kwa sababu ukijaribu kutazama ubora wake, ukijaribu kutazama uwezo, lakini pia ukijaribu ametoka katika misingi ya kulisakata kabumbu, akademi ambayo alikuwa ametokea Allen Oura kutoka pale taifa la Ivory Coast, moja kati ya club ambayo aliwahi kuitumikia ni klabu ya ASEC Mimosas. Ametokea pale academy yake, makuzi yake ya kulisakata kabumbu ametokea pale, kwa maana kwamba anajua nini ambacho cha kwenda kukifanya. Kwa hiyo kocha Steve Becker amejaribu kumvuta kijana huyo, kwa sababu ni kijana ambaye aliwahi kuitumikia, aliwahi kuwa chini ya kijana huyo Allen Oura Aniseti kutoka pale taifa la Ivory Coast. Amepewa mkataba wa miaka 3 kuitumikia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwangu mimi binafsi, Simba hapa kama uwezo wake utazidi kuimarika, na kama vile ambavyo alivyokuwa akifanya kule katika mataifa ya Uarabuni na pale nchini Ivory Coast, na ule uwezo ambao alikuwa amejaribu kuuonesha katika taifa la Afrika Kusini katika ligi ya PSL, naona kabisa ataenda kunufaisha kwa upande wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwanza ana faida 3. Faida ya kwanza ni mchezaji ambaye anatumia miguu yote miwili, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo
wa kukaa upande miwili, upande wa kushoto na upande wa kulia, kwa maana kwamba ni left footer na right footer, kwa maana kwamba ni mchezaji ambaye anaitumia miguu yote miwili, mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Lakini pia ni mchezaji mwenye umri mdogo akiwa na umri wa miaka 26 na Simba wamempa mkataba wa miaka mitatu. Hii inaleta tafsiri kwamba ni mchezaji ambaye Simba wanahitaji kwenda kumtumia muda mrefu kwenye kikosi hiko cha Simba. Lakini pia ukiachana na faida ambayo nimeweza kukuambia hapo, faida nyingine ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupachika magoli, ni ile ana element ya kuweza kupata magoli. Katika msimu uliopita 2024-2025 katika mechi 15 yeye amecheza amehusika katika magoli 12, ameshinda magoli 10 na kutoa asisti 2. Tafsiri ni kwamba amehusika katika magoli 12 katika michezo 15. Kwa hiyo unaona kabisa ni mchezaji ambaye Simba anaenda kunufaika kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Hiyo pia itaenda kutengeneza ufanisi, itaenda kutengeneza nafasi nyingi, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kutengeneza pasi, ana uwezo mzuri wa kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo Simba kumpata mchezaji wa aina hii, Simba ataenda kunufaika, ataenda kufaidika, kwa sababu ukijaribu kumtazama Chota Clatous Chama katika eneo la katikati namba 10, lakini pia ukijaribu kumtazama Alain Oura Anicet kutoka pale nchini Ivory Coast,